Kilichotokea ni kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa jana jioni baada ya kumaliza mkutano, na mpaka asubuhi hii hakuna mtu ambaye ameshaonana naye kutoka kwenye chama chetu. Lakini baadaye na sisi asubuhi tulikuwa tunafanya press conference ofisi ya Chadema mkoa wa Songea, Raimini mkoa wa Ruvuma. Polisi wamekuja pale, wamepiga mabomu, wametawanya, wakatuchukua na sisi wengine wakaenda na sisi kwa RPC, na tumepata nafasi ya kuzungumza na RPC kwa zaidi ya dakika 30. Ndio. Kwa mazungumzo ya RPC amesema cha kwanza wao ndio wanamshikilia mwenyekiti na wameshamfikisha Dar es Salaam. Amesema wanamhoji kwa kesi inayoitwa uchochezi wa kutumia kauli ya no reform no election. Na amesema wamepiga marufuku mikutano kwa kauli yake. Nde. Sisi hatuna barua yoyote mpaka sasa inayotuambia hivyo, na kwa mujibu wa sheria yetu RPC hana mamlaka hayo. Mwenye mamlaka ya kupelekewa taarifa ya mikutano ni OCD, na ma-OCD wote tumeshawa brief. OCD anayeshughulika na Madaba na anayeshughulika na Songea, na maandalizi yanafanyika na watu wako uwanjani. Kwa hiyo sisi tutakwenda uwanjani kama taratibu zilivyo, sio kwa kufuata kauli ya RPC ambaye hana mamlaka kisheria kutuambia sisi tufanye mkutano au tusifanye mkutano. Naam. Kwa hiyo mwenyekiti mmeambiwa amepelekwa Dar es Salaam, tumeambiwa yuko Dar es Salaam kwa mujibu alivyosema RPC. Kwa mujibu wa taarifa ya RPC hakuna mtu wa chama chetu ambaye ameshamuona mpaka sasa, na hatujui hali yake. Na kwa sababu pia mwenyekiti ni mtu ambaye aliumizwa sana mwaka 2017, kuna dawa ambazo amekuwa akimeza, hata dawa hizo hajaruhusiwa kupewa mpaka hivi tunavyozungumza, tangu jana alipokamatwa. Kwa nini alikamatwa? Katika mazingira gani? Hakuwa na vitu vyake, hakuruhusiwa kuchukua vitu vyake. Nafikiri wewe pia uliona, unajua polisi wa Tanzania wana behave vibaya kuliko polisi wa kikoloni. Na haya mambo ndio yanasababisha sisi tunasema lazima tubadilishe nchi hii. Kwa sababu katika mazingira ya kawaida unapomkamata mtu au kiongozi mkubwa kama yule, angeweza kwenda kujipresent tu kwenye ofisi yoyote ambayo wangemuita. Wala hakukuwa na sababu ya kutumia mabomu kuumiza watu kwenye mkutano. Nafikiri ni katika kuonesha walikuwa wanatuma ujumbe kwamba sisi we are powerful, sisi tunachukua maelekezo ya CCM na tunaweza kufanya chochote tunachotaka. Nafikiri ndio message walitaka kutuma. Mmeanza vizuri ziara na hakukuwa na rabsha zozote. Hizi zimetokea wapi? Ni kwa sababu ziara imepick momentum, kwa sababu wana paniki, kwa sababu tunazungumza mambo ambayo wananchi wanayaelewa. Tunazungumza kwamba makaa ya mawe yanachukuliwa hapa kila siku maelfu kwa maelfu ya maroli, watu wanabaki maskini. Tunazungumza na wananchi ambao wamezurumiwa hapa, wamelima mahindi yao tangu mwaka jana hawajalipwa mpaka sasa. Serikali imewakopa na serikali imeingilia kati kufanya udalali. Tunazungumza kuhusu korosho, tunazungumza kuhusu ajira ambazo zinasafirishwa nje ya nchi. Kwa mfano viwanda vya kutengeneza magunia ambao vingefanyika hapa, tunaagiza magunia kutoka nje na watu wetu hawana ajira. Tunazungumza kuhusu jinsi watu wanavyodhulumiwa. Kwa hiyo haya mambo yanaathiri kwa wananchi, ndio paniki hiyo. Ndio paniki kwa sababu mbona wao wanafanya mikutano? Lakini huo sio uchochezi kama unavyosema, mmezuiliwa kutokana na uchochezi. Kumwambia mtu kwamba unadhulumiwa ni uchochezi gani? Unapaswa kujibu kwa vitendo kwamba hatuwadhulumu. Wananchi hapa wanaona maroli ya makaa ya mawe yanatoka hapa yanakwenda China, yanakwenda India. Kuna uongo gani tumesema hivyo? Na wao wanabaki maskini. Hakuna barabara, miundombinu ni mibaya kweli kweli, hospitali hazina madawa, watu ni maskini. Kuna uchochezi gani tumefanya hapa? Kwa hiyo hatua gani mnafuata sasa hivi? Hatua iliyopo ni sisi kuweka mguu chini. Lazima tuendelee kufanya kazi yetu kwa sababu CCM wanafanya mikutano. Umesikia wao, tunatoka hapa. Actually hawajaanza leo. Rais Samia yuko kwenye campaign tangu alipoingia madarakani. Watu wake wako kwenye campaign. Makara yuko huku, Nchimbi alikuwa huku, yule bwana nani Makara yuko anapi. Kwa hiyo wanafanya campaign na sisi lazima tufanye mikutano. Kwa hiyo sisi sasa hivi tutafanya mikutano, ndio ninachokujibu Salim. Nachosema ni kwamba katibu mkuu na mamlaka zimesema kampeni bado hazijaanza. Lakini ninachosema ni kwamba baada ya tafrani hii ambayo imetokea sasa, wako kwenye campaign. Maneno yangu ni hivi, quote me right.
wako kwenye modi ya kampeni na wanachofanya ni kampeni. Wameishapitisha wagombea wao tangu Januari na wanafanya kampeni. Sisi tunafanya mikutano ya kuambia wananchi nchi hii hakuna uchaguzi. Ukisoma katiba yetu ibara ya 27(2) inasema Watanzania wana wajibu, kila Mtanzania ukiwemo wewe Salim, kuzuia ubadhirifu wa mali ya umma, kwenda kwenye uchaguzi ambao unajua matokeo yake kwamba watu wataiba, watakata wapinzani, watazuia, watajitangaza. Huo ni ubadhirifu. Unawezaje kuchukua bilioni 500 ukaziweka kwenye uchaguzi ambao haupo? Kwa hiyo na nyinyi mnafanya kampeni, unachosema? Hatuko kwenye kampeni, tunawahamasisha wananchi kwamba waone hili na wananchi wanatuelewa. Sasa hiyo kama utaamua kusema CCM wanafanya kampeni na wenyewe watatafsiri hiki mnachokifanya ni kampeni, na kampeni tuko kwenye ziara, narudia nachosema. Tuko kwenye ziara inayoitwa no reforms no election. Na wananchi wanatuelewa, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ndio tumesimama hapo. Sawa. Kwa hiyo mmesema mnaendelea. Nyinyi mmeachiwa sasa, mnarudi kwenye mkutano. Tutaenda kwenye mkutano Songea mjini kama ilivyopangwa. Watu wetu wanaendelea na maandalizi. Itakapofika muda wa saa 9 tutakuwa uwanjani kuzungumza na wananchi.